Ya, bwana mtazamaji wa A Digital, hivi ndivyo mambo yalivyokuwa katika uzinduzi wa mkakati huu wa mawasiliano wa kitaifa kabisa juu ya masuala mazima ya nishati safi ya kupikia. Hapa nipo na Isha Bukhati. Bwana, huyu ni mmoja kati ya watu maarufu sana, na ukizungumzia wale mamantilie wa kishua mambo vipi? Poa. Hongera sana kwamba kwanza umepewa mkakati huu. Yani umekuwa ni mmoja kati ya watu ambao umepewa mkakati huu. Hongera sana. Yani kwanza nimefurahi sana. Hii ni heshima kubwa sana kwangu. Guys, mama ntilie na wawakilisha jamani, mkakati wote uko humu. Ukizungumzia watu wanaotumia haswa nishati safi ya kupikia, huwezi kumwacha mama ntilie. Wewe unatumia nishati safi ya kupikia pale Dar es Salaam ukiwa unapika kwenye shughuli zako za kila siku? Yani mpaka nimepata huu mwaliko kwa Wizara ya Nishati, that means kwamba wamenifuatilia, kwa sababu nilipopokea simu niliambiwa kwamba tumefuatilia page yako na tumeona video nyingi unazorecord ukiwa unapika unatumia nishati safi. Kwa hiyo tunakuhitaji uwe mhamasishaji katika kampeni yetu hii. Kwa hiyo mpaka niko hapa ujue mimi ni mama ntilie ambaye natumia nishati safi, na nina jukumu la kuwaelewesha mama ntilie wenzangu how to use nishati safi. Tofauti kubwa ni ipi wakati ulipokuwa unatumia nishati isiyo safi na sasa hivi unatumia nishati safi? Kuna faida gani hapo unaipata? Cha kwanza, kwa kutumia nishati safi tunaokoa muda sana. Tunaokoa muda kwa sababu pale mimi binafsi natumia majiko ya gesi yako 6. Ukisema majiko ya gesi 6 na ukiweka na majiko ya mkaa 6 ukasema uanze kupika, lazima kwenye gesi utawahi kumaliza kabla ya mkaa. Kwa hiyo kwa mimi kwanza imeniokolea muda, pia ni usalama zaidi, kwa sababu kuna rafiki yangu mimi alishapata upofu wakati wa kupuliza moto kwenye kuni, cheche ilimuingia jichoni. Kwa hiyo ni kiusalama pia hii imetusaidia sana. Halafu pia kwa kukera majirani na ongelea mazingira, hii imetusaidia sana, kwa sababu chukulia hapa napikia kuni, huku kuna moshi, huku kuna mkaa, kuna mazingira. Kwenye swala la gharama? Kwenye gharama huku ni nafuu zaidi, kwa sababu unapokuwa na ule mtungi wa gesi ni shilingi 20,000 na si ndio kwa mtungi mdogo, na ule uwezi kuutumia kwa siku moja. Lakini kwenye mkaa, mwanzoni mimi nilikuwa natumia mkaa wa 120,000, kwamba nanunua gunia 1.5 kwa siku. Kwa kila siku mimi nilikuwa natumia 120,000. Okay. Kwa hiyo kwangu mimi hii imeniokoa vibaya mno. Sawa. Kuna mama ntilie wengine wanasema ukipika chakula kwenye gesi hakiwi kitamu. Kuna ladha fulani ile ya mkaa, ladha fulani hivi. Wewe umekuwa ukitumia gesi kwa muda mrefu sasa hivi. Vipi, kuna ukweli wote kwenye hilo au ni vile tu tumezoea? Tukiongelea mama ntilie namba 1, naweza nikasema kwa Tanzania mwenye chakula kitamu, jina langu hautolikosa. Na mimi nimekwambia natumia nishati safi. Kwa hiyo ni mentality ambayo imeshaekwa, au mtu ameshajiwekea, bwana mimi ili ni enjoy wali lazima niupike kwenye kuni au kwenye mkaa. Lakini sio kweli, ni wewe tu mwenyewe na utundu wako wa kupika jikoni basi. Bwana, watu wengi vijijini hasa au mama ntilie kama wewe mikoani hawajui kabisa masuala ya nishati safi ya kupikia. Ukiwa moja kati ya wanawake ambao wanatumia nishati safi ya kupikia, wewe Isha Bukhati, hebu tuambie hapa sasa hivi utafanya nini kuwasaidia wanawake wenzako ili nao wewe kama wewe? Kwa kushirikiana na wizara husika na serikali, elimu zaidi inahitajika. Tukiachilia mbali kampeni, lakini elimu zaidi inahitajika. Watu wanahitaji elimu, na hii elimu si ya mara moja. Hii kampeni hauwezi kuifanya mara 3 umeposti video zako 3 kuelimisha watu na wakakuelewa. Tutaenda mdogo, mwisho wa siku tutaelewana tu. Ngoja nikupe mfano. Mwanzoni tulikuwa tukitumia plastic bags, mifuko ile ya plastiki. Siku ambayo inapigwa full stop ile mifuko, athari ya kwanza tulipata sisi wafanya biashara, kwa sababu ndio tulikuwa tukifanyia delivery. Lakini baadaye tukaja kuona kumbe tuna uwezo wa kutumia hata hii mifuko iliyopo. Kwa hiyo taratibu tumeenda tumezoea, at the end of the day sasa hivi huoni tena mfuko wa plastiki. Kwa hiyo hata huku tulipo mwanzo ni mgumu, lakini
kupitia hizi kampeni tunazofanya, na wenyewe watakuwa wanaona, kwa sababu mimi natamani ni washauri serikali kwa hizi kampeni, na sisi mabalozi ambao wametuchagua tufanye hata kwa demonstration, umeelewa? Kwa sababu watu wengi wa mjini wao kwenye kutumia nishati safi sio issue. Tukirudi kwenye vijiji, twende tuwafate, tuwaelimishe, waone na athari za kutumia hivyo vitu. Kama hapo ndani tumeambiwa mti mmoja unaokatwa kuni ama mkaa unaweza ukaota kwa miaka 15, then unakuja kukata kwa siku moja. Kuja sasa kuupanda ule mti mpaka uje ukate tena mkaa ni issue. Wanaoenda kwenye kukata makuni huko kuna manyoka, kuna kujiumiza, kuna nini. Kwa hiyo tunahitaji kampeni hasa. Wewe kipi kilikusukuma hasa kusema sasa inabidi niache mkaa nitumie nishati safi? Kipi kilikusukuma? Mabadiliko. Cha kwanza ni mabadiliko, cha pili afya yangu na wale wafanyakazi ambao wamenizunguka, lakini pia uharaka wa chakula, huduma kumfikia mteja. Mimi ukiangalia ofisi yangu buffet inaanzia kuanzia kule mpaka huku, mpaka mtu ananiuliza unapika saa ngapi, lakini mimi natoka sokoni saa 2, saa 6:30 nakuwa nimeshamaliza kupika. That means kwamba na ile nishati ambayo ninatumia ndio inaonifanya mimi napika haraka haraka, kwa sababu ukishawasha gesi hapo mwendo ni kupunguza na kuongeza. Mkaa kuna ule kufifia, chekecha tena ujaze mwingine, umeelewa? Kwa hiyo ushapu tunaupata huku ambako wametuingiza sasa. Vizuri. Ongea na mwanamke ambaye anakutazama sasa hivi. Hebu mwambie hiyo siri uliyogundua wewe ipende. Jamani, ifike wakati tubadilike, kwa sababu maisha yanaenda yakibadilika. Sasa hivi kuna nishati safi kwa kupikia, tena ikiwa inakulinda wewe mama na familia yako. Nasema hivi kwa bei rahisi sana, si umeme, si gesi. Tunakuja na mkakati kabambe jamani, maisha yamesharahisishwa huku. Kwa hiyo wasikae mbali, umeelewa vizuri? Mambo yote yanaenda kukaa sawa jamani, yajayo yanafurahisha. Tutatumia nishati safi bila masharti, bila vikwazo, na maisha yataendelea. Sawa sawa bwana, mambo yote ni shwari. Huyo ni Isha Buheti, moja kati ya malkia ambao wanapika vizuri sana pale Dar es Salaam, na mimi nitatembelea siku moja nione msosi wa gesi. Karibu ule. Kwanza hutoamini. Hutoamini. Wow. Mpaka nikwambia nimepika pilau kwa gesi. Jina langu ni Lucky William. Nyuma ya kamera yupo Meya Mswahili.